wananchi wanapata dawa? Nani majina na nafasi yako? Kwa majina naitwa Dr. Happiness Patrick, ni mganga mkuu wa halmashauri ya Mlele. Utoshelezi wa dawa, Waziri Mkuu, inategemea na ngazi ya kituo kinachotoa huduma ya dawa. Kwa mfano, kuna dawa zinatakiwa kuwepo zahanati na kuna dawa ambazo zinatakiwa ziwepo kituo cha afya, haziruhusiwi kuwepo zahanati. Kuna dawa zinatakiwa ziwepo hospitali ya wilaya, haziruhusiwi kuwa kituo cha afya. So changamoto inakuja pale ambapo kwa sababu sisi madaktari hatujapewa ukomo wa dawa husika. Unatoa dawa pale unapokuwa unamuona mgonjwa. Sasa mfano mgonjwa amefika na upo katika ngazi ya zahanati. Mgonjwa anahitaji kupata dawa ambayo kwa ngazi ya zahanati hutakiwi kuwa nayo. Kwa hiyo natulazimu tumwandikie dawa mgonjwa aende mawili, aende akapate kituo kikubwa cha kutoa huduma au anunue. Daktari, kituo cha afya kinawezaje kutokuruhusiwa kuwa na dawa alafu duka binafsi likawa na dawa hizo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, nani anasimamia kwenye duka? Ni sisi SHMT ndio tunatakiwa tukasimamie kwenye hao maduka binafsi ya dawa. Kwa nini mnapokea budget ya kununua dawa alafu dawa zingine mnasema zikapatikane kwenye kituo? Kama ninyi wenyewe mnawaandikia wakachukue kwenye kituo, kwa nini zisiwepo mwapi? Utoshelevu ni kiasi gani kwa Mlele? Kwa halmashauri nzima ni 89%. 89 ukitoa kutoka kwenye 100 imebaki 11. Inakuwaje watu wote wanakosa dawa? Kamanda, nichunguzie na hapa fedha za dawa na dawa zinazonunuliwa na dawa zinazotumika. Mlele oye! Ninyi ndugu zangu mlioko serikalini mnayarahisisha sana haya mambo. Inawezekana hampitipiti mitaani. Mnayarahisisha sana haya mambo. Maisha kwenye hali halisi kwenye maisha ya watu wetu. Mambo hayako rahisi hivyo. Kuna mtu kuitafuta 20,000 ni kazi kweli kweli. Ni kazi. Kuna mtu kuitafuta 40,000 ni kazi. Na hivi kuugua kubishi hodi. Tunatayarisha maisha ya watu. Sasa kinachopatikana kwenye ofisi inakuwa ni kujiandikisha, kumuona daktari na kupima. Ukishamaliza hivyo, nenda katafute dukani. Haya si malengo ya Daktari Samia Suluhu Hassan na hayakubaliki. Lazima watu kwenye dawati, na ninyi ndio mnaotafiti kila eneo. Kuna magonjwa ambayo yanajulikana yako katika maeneo hayo. Hapo ndio unatakiwa uagize dawa nyingi za aina hiyo. Huwezi ukapeleka dawa za malaria Zanzibar, walishavuka huko. Unapeleka dawa husika kufuatana na utafiti katika eneo husika kuna nini na nini.
Ninyi mnarundikaje tunakuwa na utoshelevu wa dawa ambazo sizo zinazotakiwa na wananchi? Halafu maduka binafsi yanakuwa na hizo zinazotakiwa. Nitatoa tamko baada ya kupata taarifa ya kichunguzi katika kila maeneo haya nilikopita. Watu waache uzembe. Nimepita ule mkoa mwingine, wamempa mama kadi ya kliniki, wamempa kwenye kadi yake ya kliniki, wamemwandikia na wanampongeza na watoto mapacha. Alafu yeye mama yuko na mtoto mmoja. Wanatuambia tulichanganya. Mnachanganyaje jambo kubwa kama hilo? Unachanganyaje jambo kubwa kama hilo? Hili lilikuwa huko mkoa mwingine, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, halikuwa hapa kwako. Niliona kituko eneo moja huko, nimeacha wafanye uchunguzi tuweze kuchukua hatua. Uzembe, uvivu, kupuuza. Jambo la pili ninalosisitiza